bwana Atoli. Na wanasema ako na akili kuliko ya Musalia, Wetangula na Atoli bado tunaona. Na niambie Kasongo, nimeona wewe umehamia Western Kenya. Ati because mlima imeteleza. Na nilikuwa nimekuambia usiguze mlima, ukajifanya mjuaji. Nilikuwa nimemwambia Kasongo, don't touch the mountain. Utapata shida. Sasa amehamia Western kudanganya our cousins. Amewatukana ati kazi yao tu ni kucheza iskuti. Sasa mimi nauliza our cousins from the Mlembe Nation. Huyu mtu aliandika mkataba na William Ruto. William Ruto akaandika na Musalia na Wetangula. The only clause he has honored ni kupatia Wetangula kazi and his relatives na familia yake, na amepatia Musalia. Ile mambo ingine mlikubaliana ya barabara 1000 kilometers hakuna. Ile mambo ya Mumia Sugar hakuna. Nzoia hakuna. Pan paper hakuna. Mambo yote mlikubaliana hakuna. On top of that amekuja ametusi nyinyi ati kazi yenu ni kucheza iskuti kuliko kuchukua kura kumchagua. Sasa mimi nauliza my cousins, tafadhali, I think you need to come to Olkalau for benchmarking. Sisi tumekataa Ruto kwa kutukana sisi, kusema sisi ni wakabila. Na tumekula fair na we don't turn up. Hii maneno ya fair nimeielewa sasa. Unajua siku naelewa. Sasa nimeuliza, unajua nimeuliza hii maneno ya Olkalau na hii fair ni kusema nini? Sasa unajua hii majenzi marafiki zangu akina Jerika hila wakaniambia ni kusema nini? Nimeelewa hii mambo ya fair. I want to challenge our cousins from the Mlembe Nation. How can William Ruto come and abuse you and say that you are kazi yenu tu ni iskuti and then mnamfuata? My cousins, please don't embarrass us. You are our family. Please dignify our family of cousins. How can he come and abuse you na kusema ati kazi yenu tu ni isukuti na hakuna kazi amefanyia nyinyi? Alafu ati anasema ati nyinyi mkipewa mkate na soda ati mnapiga kura. Sasa what is that? I think the Luhya Nation must make demands like what you are Olkalau. Before Ruto can ask for votes in Western, aunganishe stima kwa kila boma katika magharibi. Alafu hiyo kilomita 1000 aliahidi ajenge. Mambo ya gas cylinder apeane pamoja na masufuria na vikombe. Mambo ya viatu ape mpaka wazee hapana mama yao peke yake. Mattress asipeane ile dogo, apeane ile kubwa watu wanaweza kulala kama kapo wakiongeza jamii. Hii ya Olkalau inaleta shida. Ni ile hospitali ya mtu mmoja. Sasa inatenganisha jamii. Sasa ukipeana mattress ya 2x6, sasa mama na bwana watalala mna gani? Sasa pale Western upeleke kama ikiwa dogo ikuwe ni 4x6. Na sana sana 5x6 ndio mzuri. Boats kwanza wapelekewe pale, wako na Lake Victoria hapo Funyula, hapo Budalangi. Let me ask our cousins from Western, please dignify our family. I plead with you. Don't allow Ruto to abuse you akisema nyinyi ni watu ya iskuti. Asiletee nyinyi soda na mkate. Salasia, you must talk to our cousins. Wasikubali. Hata hao ni wa Kenya, wapewe heshima. Don't embarrass my cousins. Hatuwezi kubali. Na mimi nitaita radio ya Waluhya niongeleshe hao. Nitawapatia maneno mpaka masikio ikuwe moto. I will not allow anybody to demean my cousins. I am very protective of our family. Mimi lazima nichunge familia. I'm a family man. I believe in strong families for strong nation. And my cousins from the Mlembe Nation must be dignified. We will not allow William Ruto kuwatukana. Yule anawatukana ni watu ya iskuti. Hata watu yake walikuwa hapa Kipsigis. They are even crying more than you are crying. Pale kupata kazi Ruto anaitisha wewe 600,000. Watu wadogo. Small people. Anachukua pesa kuandika jeshi nini walilia hapa. Na nimeona ile mtu ya Standard 2 trying to guide this community. Unajua hii madharau hii watu ya Ruto wako naye. Ati mtu ya Standard 2 ati watu ya mlima msifuate rigiji. Mtu ya Standard 2 you want to advise these people? Anyway, ni sawa. SG. Kuja